Serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu na sisi sote ni mashahidi. Uwekezaji uliofanyika na serikali ni mkubwa, nasi tunategemea kuona output kubwa kwa vijana wetu. Nami kama mwakilishi wa wananchi, kwa kutambua umuhimu wa elimu nchini, mimi niwaahidi wakati wote ushirikiano wa kina ili na ninyi muweze kufanya kazi zenu kwa weledi katika shule zenu, ili yale malengo ambayo tumeyakusudia ya kuwapatia watoto wetu elimu na kuwalea kimaadili muweze kuyafikia na tuwe na taifa bora. Sababu taifa bora kutokana na malezi bora ya watoto. Mimi niko tayari tufanye vikao, tuangalie, tupate photocopy machine ambayo ni heavy duty, tushauriane. Tuone hiyo photocopy machine ambayo ni heavy duty, tushauriane kwa pamoja tunakwenda kuiweka wapi. Ili kuanzia shule za msingi, afisa elimu msingi, halmashauri ya mji, kuanzia ngazi ya msingi tuone namna ya kuendelea kuboresha hiyo elimu, tushirikiane. Lakini tukipata heavy duty photocopy machine, tuangalie ni namna gani tunakwenda kupata rim papers. Tuwe na mkakati wa pamoja wa kuona namna ya kupata rim papers. Tufanye budgeting. Tuone katika mwaka tukiwa tunafanya monthly test kulingana na idadi ya wanafunzi, tunaweza kuwa na uhitaji wa rim paper kiasi gani. Tukikwisha kubaini hilo, jambo linakuwa jepesi. Tukipata photocopy machine ambayo ni heavy, tunaamini walimu mtaweza kutusaidia watoto wetu wawe wanafanya mitihani ya kila mwezi ili kuwajenga. Lakini katika uongozi wangu natamani nishirikiane na ninyi, tuangalie namna thabiti ya kuendelea kukuza ufaulu wa watoto wetu katika halmashauri ya mji wa Babati. Changamoto ile mfanya mwalimu asikave syllabus kwa wakati ni nini? Tushauriane ili tutatue changamoto hiyo, ili walimu ninyi muweze kukava syllabus kwa wakati. Tukikava syllabus kwa wakati, ni dhahiri tutapata muda wa review ya kutosha kwa watoto na watoto tofauti. Lakini sambamba na hilo, ninatamani tuwe na mitihani ya kujipima kwa watoto wetu kila mwezi. Kila mwezi mtoto anafanya mtihani. Itatusaidia sana kuendelea kufanya monitoring ya kina ya mtoto mpaka anapokwenda kwenye mtihani wake ule wa mwisho. Binafsi naipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kubadilisha mitaala ya elimu nchini. Ni matumaini yangu mwanafunzi wa Kitanzania, mwanafunzi anayetoka halmashauri ya mji wa Babati, pindi amalizapo masomo yake, yatakuwa yamemwandaa yule mwanafunzi kwenda kujiajiri pia. Sisi tulifaulisha kwa asilimia 99.7. Kwa tulipaswa leo tutolewe hata tuzo moja tu kwamba jamani wote tuje tupokee moja. Lakini lazima tutambue uwepo wa wale ambao juhudi kidogo ziliongezeka kwa ajili ya kuongezea motisha wale wengine, na mwakani itaendelea. Waheshimiwa madiwani hapa, ili zoezi liweze kufanikiwa zaidi na ufaulu uendelee kupanda, nilikuwa naomba waendelee kushirikiana na sisi mitihani mbalimbali, watuweze kutuwezesha tuweze kutunga mitihani mbalimbali, warahisishe pia usahihishaji wa hiyo mitihani na kuzuia udanganyifu. Mwanafunzi ajizoeshe kujitegemea kwenye chumba cha mitihani. Kwa hiyo kuwe na hamasa ya kila shule kuwe na hamasa ya kumjenga mwanafunzi aweze kujitegemea kuanzia mitihani ya ndani pamoja na ile mitihani ya joint. Kusiwe na wizi, ili kila mwanafunzi ajue kwamba atakapoingia kwenye chumba cha mitihani atapambana kwa kutumia akili yake mwenyewe katika kufaulu. Tukifanya hivyo itamsaidia mwanafunzi kujiandaa kiasi kwamba hata mitihani ile ya mwisho ya NECTA
kwa sababu wasimamizi wanatoka nje, sio wale wa ndani wa shule. Mwanafunzi ataweza kupambana mwenyewe kwenye chumba chake na pepa yake, kwa hiyo atafaulu vizuri na ufaulu wa shule kwa ujumla utaongezeka na wa kitaifa.